Sasa Mungu wakati anakuja kwa Ibrahimu asingeweza kuja kwa levo yake aliyo nayo, ilibidi aje katika lugha ambayo Ibrahimu anaielewa. Ya kwamba miungu yao ilikuwa inaanzia kwanza kuwa Mungu wa familia. Akifanya vizuri kwenye Mungu wa familia, anapanda levo, Mungu anarithishwa, anaingia kwenye kizazi cha pili. Yakobo naye pia alirithishwa, anasema kwamba sasa wewe utakuwa ni Mungu wangu. Yaani Yakobo naye pia anafanya uamuzi. Kwa lugha nyingine ni kwamba muda wote alikuwa ni Mungu wake, lakini kwa kurithishwa hakuwahi kufanya uamuzi wake binafsi, na sasa inafikia mahali amekuwa mtu mzima ya kwamba utakuwa ni Mungu. Kwa hiyo Mungu alianza sacrifice muda mrefu kwenda kwenye levu ya Ibrahim na kusema ya kwamba mimi nitakuwa Mungu wako. Na ndio maana anapokuja kwa Farao anamwambia kwamba mimi ndiye Mungu wa hawa watumwa, anamwambia kwamba ninawahitaji. Unawapeleka wapi? Ninawapeleka Kanaani, kwa sababu Mungu inabidi atoke kwenye levo ile awapeleke katika ardhi yake mwenyewe. Naomba mnielewe vizuri. Na Mungu huyu akiwa ni Mungu wa kitaifa, huyu Mungu alikuwa na kamlimani. Wao ndivyo walivyokuwa naamini, na ndio maana sadaka nyingi mzee Musa zilikuwa zinatolewa wapi? Na ndio maana mtoto Isaka alitolewa kafara wapi? Wakati Mungu anamtokea Musa, anamtokea akiwa wapi? Na ndio maana Mungu wakati anatoa amri 10 anazitolewa akiwa wapi? Na ndio maana nyimbo nyingi zinaimbwa kuelekea kwa mlima wa Sayuni. Anapokuja Yesu anawaambia kwamba nyinyi wa Samaria hatutamwabudu Mungu katika mlima ule ama katika. Wakati unakuja, nilikuwa tu ninajaribu kutoa introduction ya kisa cha Ibrahim. Katika sura 12 Ibrahim anaitwa tena na Mungu baada ya Tera kufa. Ukisoma kitabu cha Matendo sura 7 aya kwanza mpaka ya pili, utagundua kwamba Mungu alianza kumuita Ibrahim tangu akiwa Uru wa Wakaldayo, na alipomuita Ibrahim anatoka yeye, anatoka mkewe, anatoka Tera, anatoka Sarai, anatoka na Nahori. Na wanapofika Mungu ananyamaza. Baada ya kifo cha Tera ndipo Mungu anapomuita tena. Naomba unielewe vizuri. Katika haya maisha kuna kipindi ambacho hutasikia mwito wa Mungu mpaka Tera afe katika maisha yako. Ibrahimu wakati anaitwa hakuitwa atoke na watu wote, aliitwa Ibrahimu toka. Mungu alihitaji kutengeneza kitu kipya kutoka kwa Ibrahimu, lakini Ibrahimu ana msongamano wa watu. Mungu hana shida na hao. Nimekuita wewe Ibrahimu ili nifanye kitu na wewe Ibrahimu. Mungu anakaa kimya mpaka Tera anapokufa, ndipo Ibrahimu anaposikia tena sauti ya Mungu. Ibrahimu alikaa na watu wa Uru wa Kaldayo mpaka wale watu wa Uru wa Kaldayo wakawa ni sehemu ya maisha yake. Anapoambiwa twende, anakwenda na wao. Anapo chochote anachoambiwa na Mungu, anawaambia na wao. Yaani hakukuwa na siri baina ya Mungu pamoja na Ibrahimu. Ibrahimu alichokuwa anaambiwa alikuwa anawaambia watu wanaomzunguka. Mungu akasema okay, ninakuomba utoke Uru wa Kaldayo. Kuna kipindi ambacho mafanikio yetu hatuwezi tukayapata kwa sababu tumejifungamanisha nao, tumejizungusha nao. Kuna kipindi hauwezi kuona fursa ya mwanaume mwingine mpaka pale utakapoachana na huyu jamaa. Kuna vijana ambao wamewaweka mabinti miaka 4 ya uchumba. Nitakuoa tu, subiri, najipanga. Wanakuja wanaume wengine hapa, kama anamtokea anaambia mimi ninaye wa kwangu. Mwaka wa 5 utakapofika, utakapotegemea kuolewa, unapigwa chini. Na wakati unapigwa chini una miaka 29. Binti ukiwa na miaka 29, umekaa na lijamaa ambalo limekusubirisha miaka 5, unafika 30 ndipo ambako linakutupa. Ninakuambia kwamba mruhusu Tera afe katika maisha yako ili uone fursa nyingine katika maisha yako. Mtu ambaye hana, yani anakaa na wewe mdamo. Kwa nini? Wavulana kuna kabinti kabisa unakaona ni kachomi, ni kichomi, umekaa naye miaka nenda twende kwenu bado kana kukalisha miaka, hauoni mabinti wengine. Ruhusu huyo Tera afe katika maisha yako. Kuna fursa ambazo utaziona, utaendelea kusema kwamba wanaume wa Kisabato ni waajabu, kumbe wewe ndiye waajabu. Umeshindwa kumruhusu Tera afe katika maisha yako. Umebatizwa na unakusudia mimi naacha pombe kabisa, naachana nayo, lakini wale majamaa, ile klabu yenu ya pombe bado uko nayo, ndio pamoja sana. Unategemea utaacha kirahisi. Ruhusu Tera afe katika maisha yako, ndipo utakapoweza kumwona tena Mungu katika fezi ya pili. Mungu anahitaji akupeleke katika hatua nyingine, lakini ni lazima uachane na wale watu ambao wako attached to you, lakini wakusogezi kokote. Hii ni swala hata katika masuala ya kiuchumi. Kama unaona kuna watu fulani kila siku wanakurudisha nyuma, ndoto zao ni za chini, ndoto zao ni ndogo, ninakuambia kwamba waruhusu Matera wafe katika maisha yako ili uone fursa nyingine.